Unajua, shetani akitaka kulitumia bunge la nchi kutimiza ushetani wake, haendi kugombea ubunge wala kuwa spika wa bunge, bali anawatumia hao wabunge na spika wa bunge kutimiza ushetani wake. Kadhalika, shetani akitaka aitumie Ikulu kutimiza uovu wake kwenye nchi, haendi kugombea uraisi. Anachokifanya, anamtumia huyo rais na uongozi ulioko kwenye utawala wa huyo rais kutimiza ushetani wake. Na kwa njia hii watu wengi wamemtii shetani na kumtumikia shetani bila wao kujua. Na hiyo ndiyo matokeo ya nchi nyingi zimeharibika, zimeingia kwenye vita, kwa sababu wakiwa wanadhani wanamtii kiongozi wao, kumbe wanamtii shetani aliye nyuma ya viongozi wao. Tunajifunza kitu kikubwa sana kwenye maisha ya Yesu. Wakati Yesu akiwa na mitume wake aliwauliza swali ya kwamba mimi ni nani? Petro alijibu vizuri sana, akamwambia wewe ni Kristo, Masihi wa Bwana. Yesu akamwambia Petro, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba nitajenga kanisa. Akamwambia Petro, mwili na nyama havijakufunulia haya, bali Baba yangu aliye mbinguni. Lakini dakika zilo baadaye Yesu anasema kwamba anaenda Yerusalemu, huko atashikwa na Wayahudi na atauawa. Petro anaanza kumpinga, anamwambia hilo haliwezi kukutokea. Lakini Yesu anamjibuje? Akamwambia, rudi nyuma yangu Shetani, maana ukikwazo kwangu, maana huyawazi ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa lugha nyingine amesema, maana huyajui ya Mungu bali ya wanadamu. Maana yake nini? Wakati ule ambapo Petro anamzuia Yesu kwamba asiende kusulubiwa, alikuwa ni shetani ndani ya Petro akijaribu kulizuia kusudi la Mungu. Kwa hiyo Yesu hakumkubalia Petro alichokuwa anakisema kwa sababu anamfahamu ni mtume wake, amemchagua, au kwa sababu amemaliza kufunuliwa cha kimungu. Alimkemea shetani, alimkemea Petro, alimpinga Petro kwa sababu hakuwa Petro wakati huo, alikuwa shetani ndani ya Petro. Hii inatufundisha nini? Kuna wakati wa kusema ndio pale jambo linapokuwa ni jema na limetoka kwa Mungu, lakini kuna wakati wa kusema hapana pale unapojua kwamba nyuma ya hili jambo kuna shetani. Kinachoendelea kwenye taifa la Tanzania hatuwezi kusema ni cha kimungu. Ni kweli Biblia imesema kwamba kila mamlaka inatoka kwa Mungu, lakini hatuwezi kutii kila kitu kinachotoka kwenye mamlaka, maana vingine sio vya Mungu. Hata Herode, kumbuka, aliagiza Yesu auawe. Je, hiyo mamlaka ya Herode kama ilikuwa imetoka kwa Mungu ni sawa, lakini je, Mungu aliruhusu Yesu auawe? Hapana. Kwa sisi hatuwezi kuruhusu yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania yafanyike kisa kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Hapana. Naomba nitumie, kabla kutumia shuhuda, naomba nitumie andiko hili la ambalo litatufundisha mengi. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 17, utaona namna ambavyo Mungu anaweza akaanza kazi ndani ya mtu kwa kidogo sana, yani bila huyo mtu kujua. Ukiangalia ule mstari wa 15 utaona kwamba Yese anamuagiza Daudi aende kupelekea chakula kaka zake na akawatazame. Lakini hata yule Yese alipokuwa akimwagiza Daudi hakuwa anajua mpango wa Mungu uliokuwepo kwenye maisha ya Daudi. Na Daudi anafika kule, anaanza kuongea na kaka zake. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 21, 22 na 23, anaanza kuongea na kaka zake, lakini ghafla Goliati anatokea, anaanza kumtukana Mungu. Ndipo ghafla ajenda ya Daudi inabadilika, kutoka kuwapelekea ndugu zake chakula na kuwasalimia, inakuja kwa habari ya kupigana na Goliati. Kwa nini Daudi hakuwaza kupigana na Goliati kabla? Hilo ni swali. Kwa nini aliwaza kupigana na Goliati baada ya kusikia maneno ya Mungu? Hapa ndipo nataka kanisa kuliamsha ili lihusike kwenye haya yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania. Tusijione kama sio sehemu ya hiki kinachoendelea, tukaona kwamba ni kazi ya wanasiasa. Mwanzoni Daudi hakuona kama hiyo vita inamhusu.
lakini aliposikia ya kwamba Mungu wake anatukanwa, akaona hii vita na mimi inanihusu pia. Kwa ngoja nirejea andiko, Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 23 inasema, hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gati, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. 24 na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. 26 Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemua Mfilisti huyu na kuondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Unaona, kwa hiyo kilichomfanya Daudi aingilie kati hiyo vita sio ahadi zilizokuwa zimetolewa na mfalme, bali Mungu wake. Kwa hiyo hii inatufundisha nini? Kuna wakati ambapo kanisa haliingii kwenye siasa kwa sababu halipo ili kutawala nchi, lakini kuna wakati ambapo kanisa na wanasiasa wanaongea lugha moja pale ambapo wanakutana kwenye jambo ambalo linawahusu wote. Mfano, jambo la haki ya mtu kuishi, haki ya mtu kuabudu ni jambo ambalo haliwahusu tu wanasiasa, halihusu tu Chadema, halihusu tu CCM, linawahusu hata kanisa la Mungu. Kwa tunapokuwa tumelala kanisa la Mungu kusimama kwenye nafasi zetu, tunakuwa bado hatujasimama kwenye uhusika wetu. Maana tumeona makanisa akifungiwa, hilo halituhusu kanisa. Haya, naendelea kuchambua kupitia Daudi. Cha kwanza, kuna mambo ambayo nimejifunza ili ni summarize kwa ufupi, ni kwamba kuna njia za ushindi ambazo Daudi zilimsaidia kupata ushindi. Yaani kuna mambo ambayo Daudi yalimsaidia kupata ushindi. Jambo la kwanza ni kukataa. Unaweza kanoti, jambo la kwanza ni kukataa. Mungu hawezi akaingilia kwenye jambo ambalo hujalikataa. Mungu amemuumbia mwanadamu free will, utashi. Kwa hiyo Mungu huwa hamuingilii mwanadamu. Mungu anamuingilia mwanadamu, anaingia kumsaidia mwanadamu pale mwanadamu anapoamua kukataa jambo na akamuhusisha Mungu. Kwa jambo la kwanza, hatua ya kwanza ya Daudi ilikuwa kukataa. Kukataa nini? Kukataa Mungu wake kuendelea kutukanwa. Goliati alikuwa amewatukana Israeli na jeshi lake kwa siku 40. Lakini Daudi alipokuja, jambo la kwanza alikataa. Lakini kukataa huku kuko tofauti na sisi katika kanisa na wanasiasa. Chadema wakikataa wanaweza kukataa tu kwamba hili jambo hapana. Lakini kanisa tunapokataa, tunakataa kwa imani. Naomba niwapeleke kwenye Waebrania sura 11 na ule mstari, Waebrania 11 ule mstari wa 24. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Nitarudia. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa hiyo Musa hakukataa tu, bali alikataa kwa imani. Hii kukataa kwa imani inamaanisha nini? Ni kukataa huku ukiwa unamhusisha Mungu wako na imani yako. Ni kukataa huku unahusisha imani yako kwa Mungu, kwamba kwa hili jambo hapana, na nguvu inayonifanya niseme hapana sio kwa sababu nina jeshi, bali nina Mungu ninayemwamini na nina imani yangu kwa Mungu. Hiyo ndo kukataa kwa imani. Hiyo ni hatua kubwa sana
kwenye vita yote unaotaka kupigana kwenye maisha yako, hata nje ya haya yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania. Jambo lolote ukisema hapana na ukamhusisha Mungu wako na imani yako, tegemea ushindi kwenye hilo jambo, hata kama ni wangapi wanakupinga. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kama kanisa na kama pia taifa kwa ujumla, pale tunapoamua kusimama kuangusha utawala wa kiovu, haijalishi ni nani anayeusimamia. Hata kama ingekuwa Marekani anausimamia, bado Mungu ni juu ya Marekani. Mungu ni zaidi ya Marekani. Mungu ni zaidi ya Urusi. Mungu ni zaidi ya dunia hii yote, maana yote imeumbwa na Mungu. Kwa ukikataa kwa imani yako kwa Mungu, jua ni hatua ya kwanza ya ushindi. Jambo la pili la Daudi lililomwezesha ushindi ni kuchagua njia ya kutumia kupigana hiyo vita. Haya. Jambo la pili baada ya kukataa kwa imani, jambo la pili ni kujiandaa na vita. Unajua, vita vingi tunashindwa sio kwa sababu huko na uwezo wa kushinda, bali kujiandaa kushindana na hiyo vita. Assume wewe una mafunzo ya kijeshi, una kaleti, lakini pia una bunduki yako unao mkononi. Alafu ghafla mtu akaja kwa nyuma yako akakuchoma kisu kwenye moyo ukafa. Hebu niambie, je, huyo mtu ambaye yamkini alikuwa ni raia tu, lakini na alikuwa hana bunduki kama wewe, alikuwa na kisu, ila akakuchoma kisu kwenye engo ambao uwezo kaishi labda kwenye moyo, si ndivyo? Kwa hiyo umekufa sio kwa sababu huna silaha, umekufa sio kwa sababu huna uwezo wa kushinda hiyo vita, umekufa kwa sababu adui amekupiga kabla hujajiandaa. Kwa hatua ya pili ya ushindi ni kujiandaa. Tunaona Daudi kabla hajaamua kupigana na Goliati, hakwenda tu, aliamua kwanza kuuliza, akaanza kuongea, huyu ni nani hata awatukane Israeli? Atafanyiwa nini? Hao ni mazungumzo. Lakini pia utaona kuna mahali ambapo Daudi kabla hata hajaenda kupigana, anaanza kurejea jinsi ambavyo Mungu amemtoa mbali, jinsi ambavyo Mungu amempigania vita vingi. Daudi anasema, Mungu aliyeniokoa na makucha ya simba, aliyeniokoa. Nitasoma Samueli wa kwanza 17:37, anasema Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Unaona, kabla Daudi hata hajapigana vita, alianza kujiandaa moyoni mwake kwa kumkumbuka Mungu wake, kukumbuka silaha yake ni nini? Ni Mungu. Lakini pia alifanya mazungumzo na watu waliokuwepo mahali pale. Unaona, alifanya mazungumzo, aliwauliza, baadaye akaenda kwa mfalme. Kwa hao ni maandalizi. Kwenye sehemu ya maandalizi kuna aina mbili za maandalizi: maandalizi yako na Mungu na maandalizi yako kwa wanadamu. Maandalizi yako na Mungu inahusisha toba, kumkaribia Mungu, kuomba, kumuuliza Mungu, kumuuliza hatua. Ni kama Daudi aliendelea na tabia yake ya kumuuliza Mungu kabla ya kupigana vita yoyote ile. Kwa hayo ni maandalizi. Kwetu kanisa, maandalizi yetu muhimu ni toba yetu kwa Mungu. Unajua, nimekuwa nikiwaambia kwamba kinachochelewesha ushindi kwa taifa la Tanzania sio wanasiasa, ni kanisa ambalo Mungu alilikusudia lisimame kwenye zamu yake ili alitumie. Kwa hiyo toba inamfanya Mungu aone uko tayari kutumiwa na yeye. Kwa hiyo jambo la pili ni maandalizi binafsi. Jambo la tatu ni kuchukua silaha yako au kuchagua njia utakayoitumia. Hatua ya tatu au jambo la tatu ni kuchagua njia utakayoitumia. Tunaona Daudi alipewa silaha na Sauli, akavikwa, lakini alipojaribu akaona hapana, zimfai, akaziacha, akachukua kombeo lake, akachagua na mawe. Kwenye vita yote ambayo unaipigana, hata nje ya hii ambayo tunaendelea nayo Tanzania,
iwe ni vita ya kiroho, vita ya kiuchumi, unataka kuoa, unataka kuolewa, lolote unalolipitia, baada ya toba yako kwa Mungu, msikilize Mungu, uone anataka utumie njia gani kutatua hilo tatizo. Hata Esther alipokuwa amemuomba Mungu zile siku 3, kwenye hayo maombi Esther alitoka na hekima ya kuandaa sherehe akamkaribisha na Hamani na mfalme. Manake kupitia hiyo sherehe ilianza kugeuza mambo kwenye moyo wa mfalme. Kwa hiyo hakutokea tu baadaye akafika akamwambia mfalme hivi na hivi na hivi. Manake ndani ya hayo maombi ya siku 3 yalimpa pia njia. Kwa kwenye hatua yako ya 3 baada ya kukataa kwa imani na baadaye ukajiandaa kati yako na Mungu na kati yako na wanadamu. Kati yako na wanadamu ni yale mazungumzo ya kawaida. Una organize nini? Manake mfano kama ni kanisa, unaanza kuorganize waombaji, unaanza kuorganize madhehebu mengine muungane kufanya maombi ya kitaifa. Hayo ni maandalizi kati yako na wanadamu. Lakini kati yako na Mungu ni pale toba yako, unamuuliza Mungu, unamsikiliza Mungu. Sasa Daudi alichoamua ni kuachana na silaha alizokuwa amepewa na Sauli. Maanake huu ni wakati, hatua 3 ni kuchagua silaha yako utakaoitumia. Na Mungu anaweza akakuonyesha silaha zaidi ya moja. Mfano tutaona kwa Daudi, silaha ya Daudi haikuwa moja tu. Silaha ya kwanza ya Daudi iko kwenye mstari wa 45, anasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Unaona? Kumbuka wakati huo huku ukiangalia huku Daudi alichukua mstari wa 40, inasema akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo. Haya, ona, alikuwa na silaha hizi kama silaha zake, kombeo na mawe 5. Lakini mstari wa 43 tunaona hasemi ninakujia wewe kwa kombeo na jiwe. No. Anasema ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Maanake kwenye silaha yako, angalia silaha yako kuu. Na sisi kama watu wa Mungu, kama kanisa, silaha yetu kuu ni Mungu kupitia jina la Yesu na neno lake. Nitawapeleka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12. Maandiko yanatuambia mahali hapo, Matendo ya Mitume sura ya 4, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Unaona? Kwa usije ukajichanganya. Mfano sisi watu wa Mungu, uweze ukainuka hapa afu kaanza kujisema kwa jina la Musa. Mimi Musa sio kitu, ila ninalo jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Maana yake unachagua silaha yako kubwa ni ipi. Ni kweli namwamini Mungu, lakini siwezi nikasimama mahali hapa ninategemea imani ya mchungaji wangu. No. Imani ya mchungaji wangu hiyo haiwezi kunisaidia. Labda mafundisho ambayo nimejifunza kwa mchungaji wangu kwa habari ya kusimama na Mungu. Kwa silaha yangu ya kwanza sio mafundisho, ila ni Mungu niliyempata kwenye hayo mafundisho. Kwa hiyo nadhani mnanielewa watu wa Mungu. Kwa hiyo hatuna jina jingine ambalo tumepewa wanadamu, tumepewa kanisa kulitumia kwenye jambo lolote, kwenye wakati wa amani au wakati wa vita. Silaha yetu ya kwanza ni jina la Yesu. Ndiyo maana mpaka hata muda huu ninaendelea kusema, mchungaji yote, askofu yote ambaye yuko nyuma ya kuhamasisha maandamano ya aina yoyote hajachagua njia ya Mungu. Maana njia ya Mungu ni jina la Yesu. Jina la Yesu. Haya. Lakini pia nimesema silaha kuu za kimungu kwa mtu wa Mungu ni jina la Yesu na neno la Mungu. Mfano, unapoenda pia unamwendea mtu, lazima uangalie, je, njia ninayoitumia iko ndani ya neno la Mungu? Je, kuna mtumishi yoyote wa Mungu katika Biblia ambaye alitumia hiki ninachokitumia? Ili usije ukajikuta unaenda kwa njia yako mwenyewe, kwa maamuzi yako mwenyewe. Haya, mfano tunaona kwenye kitabu, kwenye laka za Paulo
Paulo aliwakabidhi Himenayo na rafiki yake kwa shetani, akasema nimewakabidhi kwa shetani. Manake kumbe Mungu ameruhusu kuna wakati mtu akikusumbua unamkabidhi kwa shetani. Shetani hajawahi kuwa na urafiki na mtu. Kwa wakati ule umemkabidhi mtu kwa shetani, jua ya kwamba shetani huyo ambaye alikuwa anamtumia atamsaliti mara moja. Ndio maana watu ambao wanaenda kwa waganga kupata kafara au Freemason, mwisho wa siku anakufa kwa sababu ya kafara yake hiyo. Nini? Shetani hana urafiki na mtu huyo. Manake huyo mtu ambaye ameenda kwa waganga kutoa kafara ili apate cheo, huyo shetani aliyemfanikisha mtu kupata cheo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, ukimkabidhi huyo mtu kwa shetani, shetani huyo aliyemkabidhi cheo ndio huyo anamsaidia kumwangusha. Maana shetani hana urafiki na mtu, ana urafiki wa muda tu. Kwa Paulo aliwakabidhi hao watu kwa shetani, na sisi tunaikabidhi serikali hii. Maana hakuna serikali iliyotoka kwa Mungu inaweza kuua. Inaweza kuua ikaficha miili ya watu, inaweza ikafunga makanisa, inaweza ikasema uongo, inaweza kuthamini vitu kuliko watu, inaweza kutumia uongo badala ya kweli. Hiyo serikali, nyuma ya hiyo serikali hakuna Mungu, kuna shetani. Kwa hiyo tunaiangusha, tunaikabidhi kwa shetani kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini neno lingine hapa, niko kwenye silaha ya kimungu, lakini kwenye upande wa neno nimesema kwa jina la Yesu. Silaha pili, neno. Ukiangalia kitabu cha Wagalatia sura ya 6, Wagalatia sura ya 6 mstari wa kwanza inasema, Wagalatia sura ya 6 mstari wa kwanza inasema, ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mlejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Sasa hapa kumbuka, mtu mwingine anaweza akasema hapa analejea nini? Mfano, kwenye kile unalolifanya neno likuongoze. Mfano, Yesu aliwahi kukasirika na akafukuza watu. Kwa hiyo inatufundisha kuna wakati wa kukasirika. Hata Biblia imesema unaweza ukakasirika ila jua lisichwe. Lakini pia Biblia haitufundishi kutumia hasira yako kuamua jambo, bali Mungu. Kwa hiyo uamue kwa upole. Mfano, moja ya kitu ambacho mimi siwezi kukubaliana nacho ni kumwombea mtu afe. Kwa hata hapa tunaposema kuangusha utawala wa Rais Samia, simaanishi kumuua Samia. Hilo ninaliacha mikononi mwa Mungu, lakini mimi ni kuangusha utawala ulioko chini ya Samia. Kuangusha utawala wa mtu na kumuua mtu ni vitu viwili tofauti. Kwa hapa hatudili na mtu, tunadili na utawala ambao ndio nyuma yake shetani ameuteka. Haya. Hiyo ni jambo la tatu. Jambo la nne sasa ni pale ambapo sasa umeshavaa silaha zako. Umeshachagua silaha utakazozitumia. Jambo sasa la nne ni kumwangusha adui yako. Ni kumwangusha adui, kuangusha utawala. Wakati Mungu amewaambia Yoshua waende kuangusha Yeriko kwa kuzunguka siku 7, alikuwa amewaambia wawe na sanduku na ni. Kwa hiyo silaha za kwanza ambazo Mungu alikuwa amewachagulia ni sanduku, kelele na nini. Hatua ya pili sasa ilikuwa kutimiza kila ambacho amewaambia, maana yake kuingia sasa vitani. Kwa hapa sasa ni pale ambapo unazitumia hizo, unaingia kwenye maombi. Silaha zote hizi za jina la Yesu, neno la Mungu, zinafanya kazi unapoingia kuomba. Kwa hapa kuangusha ufalme au utawala wa giza ni pale ambapo unaamua sasa kuomba kinyume na hiyo unaotawala. Kwa mamlaka jina Yesu Kristo, tunaangusha huo utawala wa kiovu ulio chini ya Rais Samia kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Manake kama Rais Samia ataamua kutubu, manake utawala unapoanguka yeye hawezi kufa. Lakini pale anapoamua kuambatana na shetani, unapoanguka utawala wake na yeye anaanguka. Ni sawa na utofauti uliopo kati ya Petro na Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti alikufa kabla hata Yesu kwa kujinyonga. Nini? Hakupata nafasi ya kutubu. Kwa hiyo alimng'ang'ania shetani mpaka mwisho, ndio maana akafa. Lakini Petro alikemewa na Yesu,
Petro akamruhusu shetani atoke ndani yake, ndio maana akaendelea kutumiwa na Yesu, akawa tena mpaka mtume mkuu. Lakini pia hata alipokuwa amemkana Yesu mara 3 bado alitubu. Manake shida wakati mwingine Mungu, shida sio kuingiwa na shetani, shida ni kukubali huyo shetani akae na wewe. Kuna watumishi wengi wamewahi kuanguka dhambini. Mfano, kuna mtumishi mmoja maarufu Catherine Nkrumah amewahi kuolewa na mume wa mtu, lakini alikuja kutubu na Mungu amemtumia kwa viwango vikubwa. Kwa shida ni kubaki na huyo shetani aliyekuteka. Kwa Rais Samia, uongozi ulioko nyuma yako, ni wakati ambapo unaweza mkaamua kujivua kwenye huo uongozi au kuendelea na huo uongozi ulioanza kwa kishetani. Ni aidha kujiuzulu, ili sasa manake kumvua shetani, ambaye maana tayari shetani ameshajivika hiyo mamlaka. Haya. Kwa hiyo hapo sasa ndio pale unapotumia silaha. Tunamrejea Daudi. Daudi alitupa kombeo kwa Goliati na Goliati akaanguka chini. Maanake pale sasa unaposukuma jina la Yesu na neno la Mungu zidi ya watawala, unamtaja hata jina Mwigulu Nchemba kwa jina la Yesu Kristo, kama usipotubu unaanguka wewe na utawala wako. Maanake hilo ni kombeo, hilo ni jiwe umelitupa, linaenda kwa muhusika. Maanake Mungu hana ugomvi na mtu, ana ugomvi na shetani. Kwa kama mtu huyo atamng'ang'ania kubaki na huyo shetani wake, hapo ndipo anguko lake. Lakini pia kingine kwenye kumwangusha adui, kuna habari ya kumtenga ye adui na upanga wake. Daudi alipomwangusha Goliati, alimfuata akamnyang'anya, akamtolea upanga wake, akamkata kichwa. Upanga wa serikali unawakilisha jeshi. Utawala wowote unalindwa na jeshi. Kwa hiyo ni pale ambapo hapa tunaomba maombi ya kuvuruga jeshi lisio upande wa utawala kwa jina la Yesu Kristo. Silaha isitumiwe kutetea utawala wa kishetani. Kwa unaachilia moto. Kuna andiko ambalo, kuna mfalme mmoja ambapo alipokuwa ameanzisha vita, mtarejea hilo andiko, Mungu alichofanya, wale jeshi lake likawa kinyume naye, na waliomuua ni wale ambao waliko kwenye jeshi lake, mmoja hapo akamgeuka. Kwa tunaachilia roho ya mafarakano, roho ya usaliti. Wote tunaanza kuombea roho ya kusaliti uongozi wa kishetani, amri ya kishetani. Tunaachilia roho ya usaliti kwa jina Yesu Kristo. Hapo ni kumtenga Goliati na upanga wake ili umalize vizuri. Daudi alipomchomolea Goliati upanga wake, ndipo alipomuua. Hiyo. Lakini jambo la 5 na la mwisho ni pale ambapo kunyenyekea. Baada ya Daudi kumuua Goliati, alichokifanya, hakujikweza, hakutaka na wale wengine washambulie, bali alionyesha ushirikiano. Hatua ya 5 ni ushirikiano na wenzako. Mungu akikutumia kwa jambo kubwa, nyenyekea. Hiyo kunyenyekea inaruhusu wengine wawe wahusika. Kwa tunaona wanajeshi wengine wa Filisti hawakufukuzwa na Daudi, walifukuzwa na wale wa jeshi la Israeli. Maanake nini? Hutamaliza vita yako. Mungu akikutumia, jishushe, kubali kushirikiana na wengine. Usitake kila kitu ufanye wewe. Maanake hapa kinachotusumbua kanisa, kila mmoja anataka awe kiongozi. Kuna maaskofu ana uwezo wa kuorganize maombi ya kitaifa, lakini anaishia tu kuorganize maombi kwenye dhehebu lake, kwenye kanisa lake. Hiyo ni nini? Hiyo hutashinda vita vizuri. Ukitaka ulifukuze na jeshi lingine lililobaki la Goliati, kubali kushirikiana na wale wengine. Bwana sifiwe. Tarehe 19 ya mwezi huu wa 12 mwaka 2025 niliota ndoto malaika. Kuna ndoto ambayo ilitoka kwamba malaika alikuwa amesimama karibu na mimi nikiwa nimelala, na alikuwa na upanga na mshipi wa dhahabu. Nimerejea maandiko, ingawa nilikuwa nafahamu kwa picha kwamba malaika mwenye upanga maana yake ni malaika wa vita. Maana yake Mungu alikuwa ananiamsha. Nikarejea Petro alikuwa amelala usingizi, malaika akaja kumwamsha. Maana yake nikajua kwamba Mungu ananiamsha kusimama kwenye nafasi aliyokuwa amenionyesha.
maana alionyesha kwamba nimemuua mbwa na ndipo Askofu Gwajima akatokea. Mimi sijui Askofu Gwajima atatokea kwa namna gani, ila nasimamia kile ambacho Mungu alinionyesha kwenye hiyo ndoto ya tarehe 24 mwezi wa 6 2025. Kwa hiyo nikagundua kwamba kama Mungu huwa ananionyesha ndoto zinatimia, na alinionyesha baada ya kumuua yule mbwa, ingawa wengine wale mbwa watatu walirudi, lakini nilipomuua yule mbwa mwingine ndipo Askofu Gwajima akatokea, na tulikuwa maeneo kama ya vichakani. Kwa maana yake Gwajima sasa hivi yuko mafichoni, hatujui. Kwa inawezekana kwenye kuangusha yule mbwa ambaye Mungu alimuonyesha kwenye ndoto, ndipo ambapo Gwajima atatokea. Aidha atatokea kama mtumishi wa Mungu au kama mtawala, hilo tunamwachia Mungu. Simu yangu inanipa limit, nitaomba kuhitimisha. Bwana Yesu, ninakushukuru mno katika jina la Yesu Kristo. Ujumbe huu Bwana ufikishe kwa taifa lako Bwana, nasi tunaamka kwa pamoja Mungu wetu li hai, kama Daudi alivyoungana na jeshi la Israeli kumangusha Goliati na Wafilisti. Nasi kanisa tunasimama kwenye nafasi yetu Bwana, pamoja na wanasiasa Bwana ambao wanasimamia haki ili kuangusha utawala. Kuna wanasiasa walioko CCM na walioko Chadema wanaosimamia haki, wote wanaosimamia haki bila kujali vyama vyao Bwana, tunasimama nao kwa maombi. Sisi Bwana tutatumia jina lako na neno lako Bwana kupigana hivi vita, kama Daudi alivyosema, ninakujia kwa jina la Bwana majeshi. Mungu, upanga wako ukasimame dhidi ya utawala uovu Bwana, tunauangusha kwa jina la Yesu Kristo. Share huu ujumbe kwa watu wengine mbalimbali, utawapa uongozi wa kusimama na Mungu.